Yes, ni katika kila ambacho tumejaribu kukizungumzia kwa maana ya usajili, lakini kubwa zaidi ambalo nimeliona kwenye usajili wa msimu huu, watu wengi sana wameanza kufukuzia washambuliaji, na huenda ni sehemu ambayo imekuwa nyeti sana kwa misimu takriban mitatu mtawalia. Hakuna mshambuliaji ambaye amewahi kumaliza na idadi kubwa sana ya mabao kwa maana ya kutunukiwa tuzo ya mfungaji bora, na mara hii sasa hivi imekuwa kufanyika kwa maana ya wengi sana ambao wanashinda hiyo tuzo wamekuwa ni viungo washambuliaji. Kwa hiyo huenda msimu huu vilabu vikawa vinawatazama washambuliaji ambao ni wazuri na wanawatazama kwa jicho la utunduti sana, kuhakikisha wakiwapata basi wanakuja kutumikia vilabu vyao na kufanya kile kilicho bora zaidi na zaidi. Kwa wewe hata ile umeliona, kwa maana washambuliaji wana matatizo siku hizi, au timu alizoko ndo zina shida, yani mshambuliaji kumaliza top scorer labda kwenye ligi kwenye ligi kuu imekuwa changamoto kubwa sana, tofauti na championship. Ya, kwa Tanzania nafikiri muda umepita kidogo kumshuhudia mshambuliaji Pase akiwa mfungaji bora. Nafikiri mara ya mwisho ilikuwa ni kwa Fiston Mayele. Ndio. Ya, baada ya hapo haikuwahi kuwepo tena. Nafikiri kwa msimu 2022-2023 mara ya mwisho. Baada ya hapo waliochukua wote ni viungo washambuliaji. Kwa hiyo unaweza ukaona kwamba kwa Tanzania, kwa ligi zote kwa ligi kuu kiujumla, timu zote zinazoshiriki zimekuwa na hiyo changamoto. Imaanishi hawana washambuliaji Pase, wanao. Ndiyo. Lakini je, hao washambuliaji wanaitendea haki nafasi yao? Ni kitu ambacho ukikitazama kwa kila timu, ukianzia timu inayochukua ubingwa mpaka timu ambayo inashuka daraja, unaona kwamba kweli hakuna ushindani mkubwa sana kwenye eneo la washambuliaji. Zamani tulikuwa tukiona washambuliaji wakipambana kwa ajili ya kupigania kiatu, lakini kwa sasa ni tofauti kabisa. Viungo washambuliaji ndio ambao wanaonekana kuwania ufungaji bora mpaka hivi sasa. Kwa hiyo nafikiri kwa timu za Tanzania zote zinazoshiriki ligi kuu bado kuna namna ambavyo wameliona hilo, lakini hii yote inakuja kwa sababu kwa sasa focus au malengo ya timu ni timu ifanye vizuri bila kujali itatumia njia gani kufanya vizuri. End product mara nyingi ndio imekuwa ikiangaliwa. Zamani ilikuwa unakuta timu ina wachezaji bora kila idara. Ndiyo. Wana eneo la ulinzi liko vizuri, eneo la goalkeeping liko vizuri, eneo la kiungo liko vizuri, kiungo cha ulinzi na ushambuliaji, eneo la ushambuliaji pia liko vizuri. Ndio maana tulikuwa tunashuhudia wafungaji wanakuwa na idadi kubwa ya magoli, lakini kwa sasa hivi ni tofauti kabisa. Na mpira pia unabadilika. Sasa hivi mshambuliaji au mkuti pale amesimama. Mshambuliaji unamkuta nyuma amerudi kulinki na wenzie, amekuja kukaba kuchukua mipira. Timu nyingine ndio hivyo, pasi zinapigwa zimkuti kwenye eneo husika, lakini pia wakati mwingine hawana ubora ule wa kuweza kuonyesha. Kwa hiyo yote yanachangia hayo kuona kwamba hatuna washambuliaji wakatili. Yaani kwa lugha nyepesi unaweza kusema hatuna washambuliaji wakatili sana ambao hawacheki na nyavu. Kwa sasa hatuna. Yeah. Sasa ni simple tu. Waone Viva Promotion kwa mahitaji ya printing aina zote, kama vile mabango size zote na aina zote, 3D, 2D na banners, vibao vya maofisini au sehemu za biashara kama hoteli, lodge na kadhalika. Viva Promotions wana print t-shirt na jezi, wanafanya branding ya ofisi kuipa muonekano wa nje wa kuvutia. Wanapatikana Tabora mjini, mtaa wa shule, jirani na chuo cha utumishi wa umma Uhazili. Simu namba 0762484266. Instagram @viva_promotion.